basigaze shumerio bakazoire iwen akabe. Mimi ninafuga sungura sasa, nimeanzisha ufugaji wa sungura hawa wa kienyeji, na baadaye na mpango wa kufuga sungura wa kisasa hybrid ambao wanaweza wakaniingizia kipato kabisa. Mambo ni aje? Ni siku nyingine tena bwana, tunakutana moja kwa moja katika Moja Mbili hapa Kitani. Tunaangalia mambo fulani yanayojiri ndani ya mtaa, lakini pia mazingira tulionayo hapa ni vipi na kwa vipi na kwa kwaje. Mimi naitwa Livnos Karoli, lakini nyuma ya kamera ninaye Mr. J Jackson Kasabira. Leo tunaye msanii. Je, anaimba, anachekesha, lakini pia kama atakuwa anaimba sasa tutaanza na kapera. Karibu sana hapa moja kwa moja. Asante sana. Tupo live. Hamna shida. Naam, sawa. Kwa ile mtazamaji anayetazama sasa hivi, anatamani kufahamu kwa majina yako wewe. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Mimi naitwa Mfalme Emanzi, niko hapa Manispaa Bukoba, mkoa wa Kagera. Naam. Nipo na shughuli zangu fulani ninazofanya. Lakini sana sana ni zaidi katika sanaa yetu ya uimbaji na maigizo. Kuna vitu fulani ambavyo naviandaa japo havijatoka, lakini ndo tunajiandaa tuone kama vitatoka kwenye tasnia ya uigizaji. Tuanze kwanza kapera kwanza kidogo, tumpe vitu kwanza afu tuanze moja kwa moja studio. Karibu na muntu achuchubaire amagezi ngashana gasharaire umundire miramo yabazaire ekyo kigiro shula linye naiwe. Hii ni fimbo yangu, Mfalme, kama unavyosikia Mfalme Emanzi. Kwa hiyo hii ni fimbo yangu, ni nembo yangu. Kwa hiyo napokuwa na hii fimbo najisikia niko vizuri sana. Ni sehemu ya mila, lakini pia hii ni silaha pia ambayo naweza nikasema hiki kitu kinatumika katika dini. Mimi ni Muislamu. Hii ni sunna. Sisi Waislamu tumehalalishiwa kutembea na hizi fimbo ikiwa ni sehemu ya sunna. Kwa hiyo hii naitumia ikiwa ni sunna, lakini bado pia ni pambo pia. Ni muonesho. Ndio. Safi kabisa. Na mtazamaji ni naye Emanzi Teraya. Kwa nini Emanzi Teraya? Kwa nini? Mimi naitwa Mfalme Emanzi Teraya. Maana yake ni kwamba mtu shujaa si mpaka awe mtu mrefu sana. Mtu anaweza kama mfupi. Siku zote watu wanaofanyaga mambo ya nguvu sana wanakuwa ni watu ambao wasiodhaniwa, labda niseme wasio. Unaambia umdhanie sie. Ukisikia nakwambia Emanzi Teraya, maana yake mtu shujaa harefuki. Unaona, urefu unaozungumzwa hapo sio kwamba ni ule urefu wa kimo. No, maana yake wanakuambia kwamba mtu ambaye ni shujaa huwezi kuona ushujaa wake hivi mpaka kwa vitendo vyake anakuwa anafanya. Na akishafanya kile kitendo cha ushujaa huwezi kuamini kama yule aliyefanya hicho kitendo ndiye yule unayemuona. Kwa maana kwa Emanzi Teraya zeganye mikondo huko. Maana yake zeganya mikondo. Maana yake kujitwaza ukajirefusha sana, kuna upepo ule wa kisulisuli utakuja utakuinamisha. Bwana ndio. Tunaye kama anavyoendelea kutujuza, lakini pia anataka kutuelewesha kuhusu masuala lazima ya kimila na kadhalika. Sawa. Na tumeona una muda mrefu sana hapo kwenye game. Ndio. Lakini ukaona sasa ujiongezee tena katika upande mwingine wa kuigiza kama ulivyosema. Ndio. Kitu gani kilichokusukuma labda ukaja hapo? Ni kwamba kwanza kabisa kiuhalisia hizi kazi za sanaa, mimi ni mwandishi. Mimi naandika, lakini pia naimba. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja hivi vitendo vya uigizaji vinakuwa ndani ya moyo. Kwa hiyo kitu ambacho nimekiandika mimi mwenyewe, naona kwamba hata wakati wa kwenda kukifanyia vitendo itakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo nilipeleka kule ili kusudi niweze kufanya uboreshaji wa kazi yangu ya sanaa. Maana unaweza ukafanya kazi lakini wakati huo ukashindwa kipengele fulani. Lakini sasa kwenye upande wa uimbaji mimi naimba, naandika pia. Naandika na kuimba. Unaona? Kwa hiyo nimeamua niende kwenye masuala ya uigizaji nikiwa na maanisha kwamba nikamilishe kazi yangu ya sanaa. Kwa hiyo yani ukamilishe moja kwa moja. Nivae uhusika moja kwa moja. Ndio maana ndio. Sawa. Naam, safi kabisa. Na tulitamani kufahamu kidogo kwa ufupi. Una muda mrefu umesema miaka takriban 15. Ndio ulitoa kibao cha kwanza hicho. Kubana Manyire. Sasa nadhani kibao ambavyo umeshatoa BSB kinarudi sasa. Vibao ni kwamba mimi niliwahi kurekodi hizo kazi za mwanzo, lakini sasa zikawa zimekosa namna ya kutoka. Kipindi hicho mimi nakumbuka ni 2012. Nimerekodi nyimbo the production pale Dar es Salaam. Unaona? Lakini hizo kazi nilipozileta kidogo nikakosa mtu wa kunisupport. Unaona? Kusudi ziweze kufika kwenye ule ubora.
unaona, kwa sababu zinahitaji matangazo, zinahitaji nini. Labda niseme kwamba watu ambao walikuwa na moyo wa kujitoa kama wewe ulivyojitoa Bwana Karoli ni wachache sana. Wengine walikuwa wanataka pesa, na ukiangalia mimi ndio narukia, sina pesa ya kuwapa. Kwa hiyo nikakuta nimekwama kwa staili kama hiyo. Kwa hiyo nikaona hapana, sasa kidogo nianze kujikongoja. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akajalia angalau kipato kilivyoanza kidogo japo sio sana. Nikaona sasa ndio naweza nikarejea sasa tena upya. Nikamilisha kazi yangu. Sasa kipindi hicho unajitafuta na bado unaendelea kufanya mambo vyema vizuri. Uko na wale wasanii wengine ambao labda mnaweza mkashirikiana na mkaenda sambamba. Maana tunaona kipindi hicho likuwepo na kwa sababu ndio likuwepo Saida nani? Of course ni kweli wasanii wapo, lakini kama unavyojua sanaa hii inahitaji kwanza, ukitaka kufanya collaboration na mtu au tuseme kuwa na ushirikiano na mtu kwenye kazi, lazima kwanza moyo huo umekubaliana naye huyo mtu. Sasa katika kukubaliana na mtu kuna mambo mengi ndio yangu. Kwanza mpaka yeye mwenyewe akukubali. Unaweza ukampelekea wazo vizuri, lakini sasa yeye hilo wazo lako ulimpelekea akawa hajalikubali. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kufanya naye kazi huyo mtu. Na ukija kuzingatia kazi ya sanaa ni hisia. Sasa hisia kama hazijaendana na huyo mtu hamwezi mkafanya kazi nzuri inayotoka. Kwa hiyo hapa vile vile ukiangalia kitu kingine ni uchumi. Uchumi ndio umebeba kila kitu kwenye kazi ya sanaa. Na ndio maana ukija kuangalia wasanii wakubwa waliofanikiwa wamepata watu wenye uchumi ndio wamewatoa. Sasa sisi kwa hapa Kagera ukija kuangalia wasanii ambao wana uchumi nisijue labda, lakini kwa kweli kiujumla ni wachache. Ni wachache sana. Na hao unakuta ndio hao wale ambao unakuta hamjakubaliana. Sio mimi, sio wao. Hawajakubali kufanya kazi na wewe. Hawajakubali kufanya kazi na wewe. Sasa mtu asipokubali kufanya kazi na wewe inakuwa ni vigumu sana kufanya naye kazi. Sawa. Unamaanisha kwamba hauna collab yoyote hapa Kagera? Hapana, sijawahi kufanya collaboration yoyote ile na msanii wa Kagera. Japo natamani sana na ninapenda. Sio kutamani tu, napenda kabisa kufanya collaboration na hao. Unaona? Vijana. Tena mimi napenda sana. Unajua hapo wakati mwingine kitu kinachotuangusha au niseme labda kitu ambacho nimekuja kugundua kwenye kazi yetu hii ya sanaa hii, watu walio wengi hawataki kujitolea, na wakati kazi ya sanaa inahitaji moyo kwanza wa kujitolea. Watu wamelenga zaidi kwenye mapato. Unaona? Sasa jambo ambalo ukija kuangalia, ukiingia kwenye mapato, kuingia kwenye kazi ya mapato, mimi sasa kazi ya sanaa ukitegemea mapato ya moja kwa moja au ya mwanzo inakuwa ni vigumu. Jambo ambalo linasababisha watu walio wengi kufanya nini? Kushuka. Au mtu anayetaka kufanya collaboration na wewe anakuwa anajua kwamba moja kwa moja mtafika kwenye mafanikio. Unaona? Kwa sababu mimi kuna baadhi ya vijana ambao niwahi kuwaita tufanye wote kazi. Wakaja tukaanza tunaelekezana, lakini mtu anakuuliza, lakini baada ya hii kazi nitapata nini hasa? Na ni kwa muda gani nitanufaikaje? Umeona? Sasa unakuta kumbe ukija kumweza bwana, lazima hapa kwanza tujipange, tutoe kitu kwanza kisikike. Anakuambia sawa, hamna shida. Mwisho wa siku ataanza kujichenga hivyo. Kwa hiyo mimi nikagundua kumbe hamna, ni bora nifanye kazi mimi kama mimi, ili kusudi atakayetaka atakuja na wazo lake, ataniita ili kusudi tufanye kazi. Mimi napenda sana watu waniite. Unaona? Waniite. Na ikitokea msanii yote akataka kunihusisha, mimi nitakwenda tutafanya kazi. Maana ukiangalia uweze kufanya kazi ukiwa peke yako. Hii kazi ya sanaa inahitaji ushirikiano. Hata kama mimi sinasema hapa labda nafanya kazi mimi peke yangu, mimi kama mimi, lakini kuna baadhi ya watu ambao ninapata mawazo yao ndio wananisaidia mimi kufanya kazi. Kazi tunazo tena hapa Kagera zenye ubora wa hali ya juu. Unaona? Kwa mfano mimi nimejikita kwenye uimbaji wa nyimbo za asili. Za Kiswahili sijaenda huko mimi. Wa Kiswahili waimbe Kiswahili na mimi naimba nyimbo zangu za asili. Ninyetereka haya kambi. Safi kabisa. Kwa hiyo nyimbo ninazo nyingi sana, nimewahi kutengeneza nyimbo na nikawa nazitumia kwenye matamasha mbalimbali. Lakini nadhani kuna manufaa kidogo umeshayapata. Manufaa kwa kweli siwezi kudanganya, manufaa nayapata. Tena mimi nimewahi kutengeneza mpaka hata matangazo. Kuna watu wananitaga niwatengenezee matangazo, niwatengenezee nyimbo zao wenyewe kama wenyewe. Kuna mtu anakuwa na kazi yake. Anasema bwana hebu njoo nitengenezee nyimbo fulani. Namuandikia yale mashairi, namaliza, naimba mimi mwenyewe, nampa kazi yake. Nakumbuka ulitengenezana na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Misenyi. Naam, Misenyi nikamtengenezana na mheshimiwa Ruikiza kwenye upande wa siasa. Kwa hiyo nyimbo mimi nasubiri kwa sasa nipate mtu wa kuniambia bwana nitengenezee kitu fulani.
Unaona, namtengenezea na malipo yake yanakuwa ni ya moja kwa moja, hayasumbui. Unaona, kwa hiyo nimekuwa nikinufaika sana, kwa sababu nakuta kazi kama ile, mtu akiniita kunipa kazi kama hiyo kidogo ananipa milioni 200. Unaona, labda anaweza kana nasema kwamba nataka nyimbo moja, tunaweza kwenda hata mpaka 800,000, 600,000. Unaona, nimemtengenezea nyimbo yake yeye kama yeye. Okay. Ulipigaje ile ya Kiombo ile? Ulipiga Kiombo ndugu yangu, mimi niseme labda wakati huu wakati wa siasa. Ndio. Lakini unaweza kutoka kwa sekunde 30 hata dakika moja tu kidogo. Kiomba ina katimba mazima kakwete nshama titu ina kulia miozi yo kwa babagi mbalere mbyenyama mbaleka bai kuzimba bonene bago kwe nyuma awaito tulieni tugeija bonene bahompa bale oro shongaze iti mariabo katonda bakonko baze niwe nene niwe nene mtumbo niwe nene asene pikarangoma Kiombo ulipiga hivyo? Safi kabisa. Lakini pia tumeweza kuona ndio kwa sasa sanaa inaendelea kusonga mbele ndani ya Kagera na nje ya Kagera. Neno kwa wasanii, una lipi la kuambia wasanii ambao mpaka sasa wanachipuka, lakini pia na wengine ambao kwa game post? Ni kwamba mimi niseme kwamba kwanza, jambo la kwanza tuwe wacha Mungu. Jambo la kwanza tuwe wacha Mungu, tuwe na hofu ya Mungu, tuwe ni watu ambao kiujumla tunaipenda kazi yetu, kwa kujua kwamba kazi yetu ni kioo. Kila mmoja anajitazama pale, sisi wenyewe tunajitazama kwenye hiyo kazi. Unaona? Kwa hiyo tuwe na moyo kufanya kazi ambayo kiujumla ni faida kwa kwetu sisi na kizazi kijacho. Unajua hii kazi ya sanaa ni wito. Ni wito wa Mungu. Kwenye hizi kazi zetu za sanaa tulitumie vizuri kwenye kusaidia jamii kumjua Mungu na kuishi vizuri kijamii. Maana unaweza ukatengeneza kazi ikawa ni wito kwenye upande wa shetani. Kwa hiyo tuitengeneze kazi ambayo ni ya wito wa Mungu. Tuwe ni wacha Mungu katika ukweli wa kumcha. Tuitengeneze kazi ambayo itaweza kufaidisha kizazi hiki na kizazi kijacho. Maana unapoiacha kazi iwe na faida. Ndilo neno langu ambalo naweza nikaisi nafsi yangu na wenzangu pia wasanii. Unaonaje game ya Kagera? Kwa kweli game ya Kagera ni nzuri. Vijana wanakimbia, vijana wanakimbia na wanafanya vizuri kweli. Jambo la msingi mimi niseme Kagera tuwe na ushirikiano. Kuna jambo moja ambalo nimekuja kugundua, kama Mwenyezi Mungu akijalia likabadilishwa au likafanywa maboresho, linaweza likatuletea faida. Ushirikiano kwenye upande wa wasanii mkoa wa Kagera kwa kweli ni mgumu. Ni mgumu na lazima tuseme ukweli. Na hili ndilo linalosababisha labda msanii anatoka alafu anaishia njiani. Lakini pia jamii ya watu wa Kagera, baadhi, sio wote, kuna watu ambao wako active kwenye issue. Watu wanapenda kusikia na kuona kazi yetu inaendelea, si ndio? Lakini kuna baadhi ya watu ambao bado wanaiona kazi ya sanaa kwenye mkoa wetu kwamba ni uhuni, ni jambo ambalo halina maana. Sasa niseme kwa watu na bantu engesho zobuntu neira sombekera bantu barungu na banyansinywe ensegire ina bingi aikutula ninye na inwe orwekyo tekomye mpangi nkando tagira itunga okagaya basigaire eitungalisha nekitunga okomera tekikaire oyebazogwe yakuwaire aho balinya nale mwaki tiyatumani yanga chaire niwe mugabi niwe mwaki abandi bebi lwe katonda nipesige mpia mabonda nguni furuma sinonda banakumba chore bikonda okwekutekereza tikwo rugabata ikuwewe wenka togenda nawe mu rukiko
Ubanzo yebaze kyo kyonka Ai ke yakugonza kwa kabyona Marashuba kuwe bironda Oshenywa ro mubiri gwona Kubani watura kutonda Hey tungatika ntu Ugambege n'abantu Engesho z'obuntu Neira zombekera abantu